الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى وكم رحمة ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ndio darasa yetu ya Murshidul Awam, na leo tuko katika muendelezo wa kadhia ya fadhil za Lailatul Qadri. Kwamba Lailatul Qadri ni nini, fadhila zake ni zipi? Nasema Sheikh, wa awwalu ma nazala min al-Qur'ani, ya mwanzo ambayo imeshuka katika Qur'ani, Iqra bismi rabbik, ni Iqra bismi rabbik, ndio ya mwanzo kushuka katika Qur'ani. Wa akhiru ma nazala minhu, ya mwisho ambayo imeshuka katika hiyo Qur'ani, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah, ogopeni Mwenyezi Mungu ambaye mtarejeshwa kwake. Niogopeni siku ambayo mtarejeshwa katika siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Al-aya kamilisha. Hizo ndio aya mbili, ya mwanzo kushuka na ya mwisho kushuka. Mwanzo kushuka ni Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq, mpaka mwisho ndio ilikuwa sura ya mwanzo, aya ya mwanzo kushuka. Na ni mwanzo kushuka. Aya mwisho kushuka ni aya 271 katika suratul Baqara, 271. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aya hiyo ndio ilikuwa ya mwisho, kwamba mjogopeni siku ambayo mtarejeshwa katika siku hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha italipwa kila nafsi kile ambacho imekichuma, na wao hawatodhulumiwa. Al-aya taikamilisha aya, kamilifu wake ni huo, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ndio al-aya taikamilisha fi lailatul qadri, katika usiku wenye cheo. Maana at-takdiru, katika usiku wenye mpangilio, maana yake usiku wenye mpangilio wa mambo. Lianna Allah ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ametukuka, yukadiru fiha, anakadiria katika usiku huo, mashaa min amrihi, aliyoyataka katika mambo yake, ila sanatil muqbilati, mpaka mwaka ujao. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria katika usiku wa Lailatul Qadri mambo yake mpaka mwaka ujao. Vipi mambo yatakuwa? Min amri al-mauti, miongoni mwa mambo ya kufa, wal ajali, na muda wa kuishi, wal ajali, na muda, na kama ni kwamba huyo ataishi muda gani, atafanyaje, wa riziki, na riziki zitakuweje, wa ghairi dhalika, na sio kwa hayo. Wa yusallimuhu, na anayakabidhi mambo hayo ila mudabbaratul umuri, kwa wenye kuyaendesha mambo. Anayakabidhi mambo hayo kwa wenye kuyaendesha mambo, minal malaikati,
miongoni mwa malaika, minal malaikati, miongoni mwa malaika. Pana swali kwamba kama afanya hivyo Lailatul Qadri, mbona tuambiwa kuna kismatul rizqi mwezi 15 Shaabani? Ina maana gani basi? Taban jawabu litakuja. Wal maana, na maana an yatajalla Allahu lil malaika, ni kudhihirisha Mwenyezi Mungu kwa malaika, ni kudhihiri Mwenyezi Mungu kwa malaika. Wa yaamurahum, na anawaamrisha wao bifili ma huwa, kutenda yale ambayo, kwa kutenda yale ambayo hilo min wadhifatihim, katika kazi zao. Anawaamrisha wao kutenda lile ambalo hilo ni katika kazi zao. Bi an yaktuba ma qaddarahu fi tilka sana, wa kuandika yale aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka huo. Wa yu'rifuhum iyahu, na kuwafahamisha wao hayo, na kuwafahamisha wao hilo ambalo amelikadiria Allah Mwenyezi Mungu lifanyike. Waruya an Abi Abbas, an Ibn Abbas, imetokea kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa radhi Mwenyezi Mungu wao. Nani? Yeye Abdullah na baba yake Abbas. Anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu alimtukuka, anna Allah Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu alimtukuka, yakdhil aqdhiya, atadhihirisha hukumu, ayudhihiruha lil malaika, maana ana hukumu, kama yakdhil aqdhiya, atahukumu. Maana yake yudhihiruha, anadhihirisha hizo hukumu lil malaika, kwa malaika, fi lailati nisfi min Sha'ban. Ana hukumu, maana anadhihirisha hizo hukumu lil malaika, kwa malaika, fi lailati nisfi min Sha'ban, katika usiku wa nusu ya Sha'ban. Ndio kismatul rizqi inafanyika pale, kwa maana anamwambia haya yatakuwa hivi, haya yatakuwa hivi, haya yatakuwa hivi. Halafu wayusallimu, anayakabidhi ila arbabiha, kwa wenye kuyaendesha, kwa waendeshaji, ila arbabiha, kwa waendeshaji wake, fi lailatul qadri, katika usiku wa Lailatul Qadri. Kwa hiyo pana tofauti hapa kwamba nisfu Shaabani ni kismatul rizqi kweli, kwamba ndio kwamba huyu atapata, huyu Bakari hali yake ni hii, Juma hali yake ni hii, Omari hali yake ni hii. Sasa namna gani unaenda kutekelezwa mpango, ndiyo majibu wanakuja kupewa katika usiku wa Lailatul Qadri, kwamba sasa wewe kazi yako ni hii, wewe endesha haya. Lakini siku ile ya nisfu Shaabani ilikuwa ni siku ya kisma peke yake, kwamba hili litakuwa mvua zitanyesha kiasi fulani, na riziki zitapatikana kiasi fulani, sehemu fulani itakuwa kama, sehemu fulani itakuwa neema. Ndio taksimu ya nisfu Shaaban. Namna gani ya kuendesha? Wanakabidhiwa usiku wa Lailatul Qadr, ndio salimuha ila arbabiha, ana zikabidhi kwa hizo kazi, anazikabidhi kwa waendeshaji wake, fi Lailatul Qadr, katika usiku wa nini? Usiku wenye cheo. Walaysa almuradu an yuhdithahu fi tilka al-layla, na hayakuwa makusudiwa ni kuhadithia usiku ule, lianna Allah Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alikumtukuka, qaddara al-maqadira, ameyakadiria makadiri fil azal, tangu azal, kabla an yakhluqa as-samawati wal arda, kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Wakila li Husayn ibn al-Fadl, amesema kuambiwa Husayn ibn al-Fadl, wakila li Husayn ibn al-Fadl, amesema kuambiwa Husayn ibn al-Fadl, alaysa annahu qaddara Allahu al-makadira kabla an yakhluqa as-samawati wal arda, hivi hakuwa, alaysa annahu, hivi hakuwa Mwenyezi Mungu ameyakadiria makadiri kabla ya kuumba mbingu na ardhi? Kala, akasema pokeaji bala, kwa nini?
Kwa nini isiwe hivyo? Kila pakasema fama maana lailatul qadri, itakuni hivi maana ya lailatul qadri. Kumbe kila kitu Mwenyezi Mungu alikadiria tangu azali. Mtu akiumbwa akashakadiriwa hivi. Maana lailatul qadri ni hivi sasa wakati huo. Kala pakasema suqul makadhiri ila mawaqitiha. Lailatul qadri maana yake ni kukokotwa yale makadiri kwenye nyakati zake. Sio kama ndio siku ya kukadiriwa haya makadiri. Ni kukokotwa haya makadiri kwenye nyakati zake. Wewe ulipangiwa riziki yako sehemu fulani, ulipangiwa katika umri wako, mathalan mbuta ulipangiwa uje utumie bilioni 7, pesa bilioni 7. Sasa wakati gani unatakiwa kuzitumia? Ndio inatumika Lailatul Qadri kuyakokota yale makadiri ambayo yalikuwepo kwako kwenye wakati wake, kwamba wakati wake sasa hivi sasa. Wakati wake bado. Ndio maana miongoni mwetu au miongoni mwa wanadamu na mataifa mbalimbali, kuna wakati mwingine anakuwa tajiri bado mdogo, mwingine anakuwa tajiri akiwa mtu wakati na kati, mwingine anakuwa tajiri akiwa mzee. Kwa nini watu wote hawakuwa matajiri wakati wadogo? Kwa nini watu wote hawakuwa matajiri wakiwa vijana? Kwa nini watu wote hawakuwa matajiri kati ya miaka 20 mpaka 40? Kwa nini watu wote hawakuwa matajiri kati ya 40 mpaka 60? Kwa nini watu wote hawakuwa matajiri kuanzia 60 kwenda 80? Maana yake ndio ile sukul makadiri inafanya kazi yake. Huyu wakati wake wa kupewa pesa au kupewa hii riziki alokadiriwa na Allah Subhanahu ni akianzia miaka 60. Ndio mwingine mtu mzima ndio tajiri wa kupindukia. Wakati ule wa miaka 18 20 alikuwa anapiga anashona viatu. Hali yake mbaya, shilingi 100 kuitafuta sio mchezo. Anaweza akaenda asubuhi akarudi 100 hana. Baba naomba nisaidie angalau hata nauli nifikie nyumbani. Huyo jamaa sijuzi aliniomba shilingi 20,000 nimsaidie yule bwana. Sasa hivi tumekuwa tajiri bwana. Huyo ndio Mwenyezi Mungu sasa. Huyo ndio nani? Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo sasa ndio Lailatul Qadri imefanya kazi. Kuleko ya kokota yale makadiri kwenye nini? Kwenye wakati wake. Kwa jawabu alipoulizwa fama maana Lailatul Qadri, fama maana Lailatul Qadri, ni yapi maana ya Lailatul Qadri? Jawabu likawa suqul makadir, kukokotwa kwa yale makadiri ila mawaqitiha, kwenye nyakati zake, wa tanfidhil qada'il muqaddari, na kupitisha hukumu zenye kukadiriwa. Tanfidhil qada'il muqaddari, na kupitishwa hukumu zenye kukadiriwa na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio wakati wake. Wama adraka ma Lailatul Qadri, ni kitu gani kimekujuza wewe ni nini Lailatul Qadri? Lailatul Qadri mao khitabun fihi lin-nabii sallallahu alayhi wasallam. Khitab ndani ya msemo huo inamhusu nani? Inamhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio khitabu inamhusu yeye Mtume Muhammad. Ay shay'un 'azim, diraya shay'un 'azim dirayatuka wa ilmuka, ni kitu kikubwa kujua kwako na kufahamu kwako. Ni kitu gani? Ni nini Lailatul Qadri? Maana ni jambo kubwa kujua kwako na kufahamu kwako. Ya ashrafal khalqi, ewe mtukufu wa viumbe, bima auhaina ilaika, maana shay'un 'azim dirayatuka wa ilmuka, ni jambo kubwa kujua kwako na kufahamu kwako. Ya ashrafal khalqi, ewe mtukufu wa viumbe, bima auhaina ilaika min amrina, kwa yale ambayo tumejuza kwa wahi kwako wewe katika amri yetu. Bima auhaina ilaika, kwa yale tumejuza kwako min amrina, katika mambo yetu, katika amri zetu. Wa ma khasasnaka bihi, na yale ambayo tumekuhusisha wewe kwayo, min al-ilmi, miongoni mwa kujua, ladunni, mbele zangu. Min al-ilmi ladunni, miongoni mwa kuyafahamu mbele zangu. Bifadli Lailatul Qadri, kwa kujua ubora wa Lailatul Qadri. Wa rifa'ati shaniha, na utukufu wa jambo lake. Bifadli Lailatul Qadri, kwa kujua utukufu wa Lailatul Qadri, kwa kujua fadhila za Lailatul Qadri. Wa rifa'ati shaniha, na utukufu wa jambo lake. Kama yadulu ala dhalika, kama inavyofahamisha hiyo Lailatul Qadri juu ya hayo.
kama yadullu ala dha, kama nafahamisha Lailatul Qadr juu ya haki kwamba ni usiku wenye cheo. Lailatul Qadr ni usiku wenye cheo. Ila ma taajibiyatu, imejaliwa maana ya taajub ile. Ama adraka ma Lailatul Qadr, ni kitu gani kitukufahamisha ni nini Lailatul Qadr? Ile ma taajubi ala alqawl jalal almahalli, juu ya maneno ya Jalal almahalli, mmoja wa shereheshaji wa tafsiri ya Jalalain, Jalal almahalli. Wakila pamesema ma istifhamul inkari, ile maana istifhamul inkari, ya istifhamu kwa maana ya kukanya, sio kwa maana unaulizwa. Bimaana nafi, ilo kwa maana ya kukanusha. Istifhamu kwa bimaana inkari, kwa maana ilo kwa maana ya kukanusha. Ai maana ayu shay'in yaj'aluka darayanuha, kitu gani kinakufahamisha wewe utukuna ni kule kujua? Kitu gani kina ayu shay'in yaj'aluka, ni kitu gani kinatukujalia wewe darayanuha, kule kufahamu kwake, kule kujua kwake Lailatul Qadr, tafhiman lishania, kwa ajili ya kulifanya kubwa jambo lake. Kama ukifanya ni maana nini ya istifhamu inkari, ilo kwa maana nafi. Wakhtalafa fi waqtiha, waqtulifa fi waqtiha, pamekhtalifiana katika wakati wake. Waqtulifa, pamekhtalifiana fi waqtiha, katika wakati wake sahihi ni upi. Mpaka hapo wafahamu kumbe jambo la Lailatul Qadr ni amru mukhtalaf, sio amru muttafaq, ni amru mukhtalaf, ni jambo ambalo ni mukhtalaf. Haijulikani kwamba ni Lailatul Qadr hasa ni lini, na imefanywa vile makusudi ili ifanyaje, ipate watu waweze kufanya kazi ya kuitafuta mwezi mzima, kuliko ingandua mwezi 10 alafu watu wote wakalala mwezi 10 wanaamka. Wakishamaliza mwezi 10 tena wafanya tena ibada, kwa sababu Lailatul Qadr ilishapita. Na ukitaka ulione hilo, angalia hata mahali inayopatikana baada ya Lailatul, ya usiku wa mwezi 27. Angalia swala 28 na 29 zile, kana kama watu wamemaliza Ramadhani na washamaliza. Hata kama walikuwa na swali watu 30, na kuja na swali tena watu 15 10, maana tushamaliza Lailatul Qadr. Je, ingeambiwa Lailatul Qadr ni mwezi 7, ungekuwa na Ramadhani tena? Maana yake siku zote za mbele watu wangekuwa wanafanyaje? La. Kwa hiyo kwanza ni jambo ambalo ni mukhtalafu. Kwa hiyo kutulifa fi waqtiha, wal qawlu sahihu, na kauli yenye iliyokuwa sahihi, wa ma alayhi aktharul ulamai, na ndio ambayo wako juu ya kauli hiyo ya wanawachuoni wengi, annaha mukhtasatun bil ashr al awakhir, kwamba hiyo Lailatul Qadr ni yenye kuhusika na 10 la mwisho. Annaha, kwamba hiyo Lailatul Qadr mukhtasatun, yenye kuhusika bil ashr al awakhir, na siku 10 lile la mwisho, na 10 la mwisho min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Hii ndio itifaki wanachuoni kwamba sehemu kubwa itapatikana 10 la mwisho, lakini bado haikanushi kwamba yaweza ikatokea kabla ya 10 la mwisho. Hiyo tasihihi yao haikanushi kwamba haiwezi kutokea nje ya 10 la mwisho. Sinaeleka uzuri. Kuna wengine wameiona kabla ya ashurul awakhir, wengine wameiona kama hivyo 10 la mwanzo, wengine wameiona 12. Ndio vizuri. Wengine wameiona hiyo 10 la mwisho. Lakini bado kuna wengine wameiona na wamehadithia viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala waliopita katika ardhi kwamba waliiona kwenye 10 la mwanzo, wengine wameona 12. Kwa hiyo bado hiyo tasiki yao haiji na majibu ya moja kwa moja kwamba Lailatul Qadr haiwezi kupatikana nje ya 10 la mwisho, kwa maana ni amrun yumkin, ni jambo linalowezekana kupatikana. Wakala Ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas wa Ubay ibn Ka'b, na Ubay ibn Ka'b, hiya lailatu 27, hiyo ni mwezi 27. Maneno ya nani? Ya Abdullah ibn Abbas na Ka'b ibn Ashraf na Ubay ibn Ka'b. Wa huwa madhhabu kathiru min ahli al-ilmi, na hayo ndio madhehebu ya wengi. Ndio maana ndio madhehebu maana yake njia. Unaposema madhehebu maana yake njia.
Na hiyo ndio njia ya waliokuwa wengi katika watu wa ilmu waliotangulia zamani na waliokuja hivi karibuni, mina salafi wal khalaf, miongoni mwa wanachuoni wa zamani na wanachuoni wa hivi karibuni. Wa alayhi al-amal fil a'sari wal amsar, na wa alayhi na ni juu ya kauli hiyo al-amal, matendo, ni juu ya kauli hiyo matendo, fil a'sari, katika zama, wal amsari, na miji na majimbo, katika zama na majimbo, maana katika pande za ulimwengu na zama. Ndio maana makelele yamekuwa makubwa, usiku Lailatul Qadr, jamani, michango Lailatul Qadr. Ndio hayo tangu azali huko ndio ilikuwa hivyo, watu wanaendelea hivyo, na wewe utaikuta hivyo hivyo na utaiacha hivyo hivyo, itaendelea kuwepo hiyo hali mpaka hapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta majibu yake mengine ya kuondoa ulimwengu. Wa ukia anna Aba Yazid al-Bastami, imepokewa kwamba Aba Yazid al-Bastami kala, amesema raaitu lailatul qadri fi umri marratayn. So mimi binafsi nimeiona lailatul qadri katika umri wangu mara mbili. Ameiona mara ngapi? Mara mbili. Wa hiya waqi'atun fi lailati 27, nayo ni yenye kutuka katika mwezi 27. Sasa lakini umri wake kama kakaa miaka 60 kaona 27 mara ngapi? Je, hizi miaka mingine 58 itakuwa imetokea muda gani? Maana yake imetokea katika muda mingine. Na wanasema kwamba mara nyingi Lailatul Qadri huwa inatokea Lailatul Khamis. Lailatul Khamis, yani usiku wa Lailatul Juma, usiku wa kuamkia Ijumaa. Ima ni mwanzo itakuwa ni kwenye mwanzoni mwa 10 la pili la tatu, au mwishoni mwa 13. Na ndio maana watu wengi wanakwenda umra angalau kuitafuta hiyo Ijumaa ya mwisho. Ijumaa ya mwisho hiyo imeangukia kwenye 27, ili usiku ule wa kuamkia 27, kwa sababu kuna fadhila mbili pale. Kuna ubora wa siku ya Ijumaa yenyewe, sawa sawa, halafu karandana na usiku wa Lailatul Qadr, taani Allahu, utakaoipata hiyo umeipata. Sasa kwa mfano waliokwenda Saudia safari hii, kwa mujibu wa tarehe za Saudia, hawezi kuipata Ijumaa katika 27. Ijumaa kwao itakuwa ni 28 kwa mujibu wa tarehe Saudia. Lakini kwa mujibu wa tarehe zetu sisi ndio imetuka katika huo Lailatul Jumaa, ndio siku ya mwezi 27. Kwa hiyo kwetu iko sawa sawa. Kwa wenzetu kule itakuwa imepishana nao kwa mujibu wa kalenda. Sasa mimi ninachokisemea kwamba wasiwasi wangu uko wapi? Wasiwasi wangu wa hizi tarehe, wakati mwingine huwa nyinyi mkasema leo ni mwezi 26, lakini pengine mshakosea tangu mwanzo, kumbe haikuwa 26. Au nyinyi mkasema leo ni 27, kumbe haikuwa 27, nyinyi mshakosea tangu mwanzo. Kitu gani kitakachowaambia kwamba hawa walisuibu kweli kwamba leo ni mwezi 27 na leo ni usiku wa kuamkia Ijumaa? Kwa inakuwa ni amru wahamiyu, jambo la dhana, kwamba ni jambo la dhana lipo, linaweza kutokea. Sasa ili kujiondosha katika huu mushkili wa tarehe kutoka kweli na kutoka kweli, wewe fanya kila siku. Maana yake ukifanya kila siku, ikiwa 27 umo, ikiwa 26 umo, ikiwa 28 umo, hiyo Ijumaa kama inatoka kwamba ni 28, wewe ulipata. Kama ndio itakuwa ndio Lailatul Qadr, ndio hiyo wewe ulikwemo. Kama itakuwa ni 28, wewe ulikwemo. Kama ilikuwa ni 26, wewe ulikwemo. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana na matendo yako yawe mazuri kwenye muda wote wa Ramadhani. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo utakiwa kupoteza ni wakati wako. Kupoteza wakati wako pasipokuwa na sababu ya msingi. Wakati wako wa usiku wa Lailatul Qadr, umeamka usiku, badala ya kusoma Qur'ani unachati.
badala ya kusoma Qur'ani unaangalia movie. Ndio kwanza unafungua TV uangalia movie usiku wa Ramadhani. Yaani wewe umepata fursa ya kuwa macho ndani ya usiku wa Ramadhani, badala ya kusoma Qur'an na kufanya adhkari, ndio kwanza waangalia sema Mungu nzuri sana hiyo. Maana unao muda wa kupoteza katika wakati wenye thamani zaidi. Wewe unaopoteza kwa kuangalia video, kwa kuangalia movie, sio kuangalia nini, vitu ambavyo havina msingi. Au ndio muda huo kwanza Ramadhani, ndio kwanza unabeti, unaangalia mipira ndani ya mwezi wa Ramadhani. Huo muda wako hujafanyia hesabu kwamba hizi dakika 90 zote ninazozimaliza kuangalia mpira hapa, ningesoma Qur'ani aya ngapi? Sio juzu imeisha, au kama sio moja, kama sio hata juzu mbili ndio umesoma. Ile thamani uliyopoteza ya muda wa kwa dakika 90 unaangalia mpira ndani ya mwezi wa Ramadhani. Unaangalia movie ya saa zima ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tara labda uangalie Qur'ani inasoma mashindano ya Qur'ani, sema labda naipa nuru macho yangu. Lakini ndio kwanza unaangalia tena, bahati mbaya unaangalia kitu ambacho chenyewe nacho majanga matupu. Ndio unaangalia uchi muda huo, unaangalia vitu picha za X unaangalia muda huo tena ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ya alajab. Wallahi mtihani mkubwa sana. Ule muda wako hujaufanyia hesabu kwamba unapoteza bure. Huna nafasi ndani ya Ramadhani, huna nafasi ya kupoteza hata dakika 10. Ndio maana ndio kama usomi, kama ufanye dhikiri, basi lala. Itakuwa ni bora kwa sababu ule ulikuwa usingizi wenyewe utalipa. Kama umeona huna jambo la kufanya, ni bora ukalala. Ukiamka unaamka na mambo mengine, uko darasani, uko na hili, uko na ile, uko na lile. Ukiona huna jambo, lala. Lakini sio muda wa kufungua simu, muda wa kufungua TV, muda wa ndio kwanza muda unaomaliza maskini katika. Sasa utakuja kujutia ule muda. Kama muda ni haribu maskini. Muda nilikuwa na swali hapa na raka 2 ningekuwa niko mbali. Lakini wapi tena? Kila mtu atajuta kwa wakati wake na nafasi yake. Kwa hiyo tutumie vyema wakati wetu ambao tulikuwa tumepewa. Kwa sababu ni tunu Mwenyezi Mungu akupa. Waya kadhalika na ya wameatilia nguvu hayo baadhi ya ulama, baadhi ya wanachuoni, bitariki al-ishara, kwa njia ya ishara. Wameatilia nguvu hayo baadhi ya wanachuoni kwa njia ya ishara, bi anna adada kalimati sura, kwa kwamba hesabu ya matamko ya sura 30 ni 30. Laila inna anzalnahu fi lailatul qadri, ina matamko 30. Ka ayami Ramadhan, kama masiku ya mwezi wa Ramadhani. Watafaka anna kalimata hiya, na ameafikiana kwa matamko hiya tamamu 27 ndio tamko la 27, ndio ukamilifu wa tamko la 27. Kama mnamuelewa, watafaka anna kalimata hiya katika sura, kwamba ile tamko hiya ni tamko la 27. Ukianzia inna anzalnahu mpaka mwisho ni tamko la 27, tamko hiya, ambapo hiya ndio dhamiri inarudi kwenye nini? Hiyo Lailatul Qadri. Kwa maana limekuja la 27, maana yake Lailatul Qadri ni mwezi 20, ndio waliopita kwamba ni 27. Hiyo wamepata nguvu kwenye hiyo tamko, kwenye hiyo sura, kwamba kwa sababu tamko dhamiri ya hiya imekuja hali ya kuwa ni tamko la 27, basi itakuwa ni mwezi 27 ndio usiku wa Lailatul Qadr. Hii ndio njia ya kwanza. Wa tariqin akhar, na njia nyingine, wa anna hurufa Lailatul Qadr, hiyo ni kwamba herufi za tamko la Lailatul Qadr 9. Huwa anna hurufa Lailatul Qadr 9, kwa kwamba herufi za tamko Lailatul Qadr ukihesabu Lailatul Qadr, lai 2, Lailatul 4, sawa sawa,
al alifu na lam, sawa, kafu dali na re, sawa, jumla zinakuwa herufi 9. Mjumuiko hizi herufi ni 9. Wakati dhukirat fi sura, na ile hali zimetaja katika sura, nafsi ya sura. Wakati dhukirat fi sura, zimetajwa katika sura 3 marati, mara 3. Wa 3 fi 9, fi 9 na 3 katika 9 bi 27 ni kwa 27. Hizo ndio hesabu za Kiarabu. Unaonaje, unaelewa? Anaposema wa 3 fi 9 na 3 katika 9 bi 27 ni kwa 27. Alhaji, unaelewa nini msemo huu ukisema? Na 3 kwa 9 ni kwa 27. Shule yenyewe ulikwenda bwana? Darasa ngapi ulishia? La 7. Yeye mkosa mwalimu wa hesabu. Mama Riziki? Unaelewaje hiyo lugha? 9 mara 3. Dai ni kitu gani kilichokwambia 9 mara 3? 9 katika 9 na hiyo 3 ukizidisha kwa 9. Kwa nini usiseme 3 ukitoa 9? Ukitoa 9. Sasa hapo katika. Kwa katika ni kuzidisha. Yaani kuzidisha kuna maneno yake ambayo ukitoa inamaanisha kuzidisha. Kama lipi? Kama lipi? Katika nayo inatumika. Katika. Kwa hiyo katika ni kuzidisha. Haya, kutoa ni ipi? Kuna wale ukitumia katika juu. Sawa. Kutoa unasemaje? Kutoa. Kutoa ni kutoa au kuondosha. Kujumlisha. Kuongeza, ziada na kadhalika. Kwani kuzidisha sio kuna nini kuzidisha sio kuongeza? Hamna tofauti. Haya, wa 3 fi 9 na 3 izidishe katika 9 bi 27 unapata 20 na ngapi? 27. Kwa hiyo sasa ndio hesabu ya kwamba kwa lugha hizi mbili za kitaalamu ndio wanasema kwamba ni mwezi 27. Lakini bado kama nilivyosema mwanzo, nasisitiza kwamba hayo yote hayaondoi kwamba haiwezi kuwa nje ya 27. Sawa? Hayo yote hayaondoi kwamba inaweza kuwa nje ya 27 na 10 la mwisho. Inaweza ikawa nje hapo. Basi ishi hapo, utakuja kuanzia walaha alamatu, na ina hiyo kadiri alama maalum tadulu alaiha, inayofahamisha juu ya kwamba leo ni Lailatul Qadr. Tutajua kwenye darasa ijayo kwamba je, alama hizo ni zipi zinazotufahamisha kwamba usiku tuliokuwa nao ni usiku wa Lailatul Qadr. Kwenda pengine ukaswibu hilo inshallah. Sawa? Basi inshallah nafikiri tumefika mwisho. Mwenyezi Mungu atufikishe kwa yale anayoyapenda na kuridhia. Hadha, assalamu alaykum.